Evansi, habari za wakati huu? Safi, uko vizuri? Niko salama kabisa, za masika. Ase ni njema kidogo leo, mtanisamee sauti yangu iko sawa sawa. Yes. Usijali. Evansi, tuzungumzie kuhusiana na timu yetu ya Taifa Stars ambapo tayari tumeshacheza michezo miwili na michezo yote tumeweza kupoteza. Tumecheza na Nigeria, tumepoteza mabao 2-1 na tumecheza dhidi ya Uganda. Ni lazima tutoke sare ya bao 1-1. Yeah. Tuzungumzie madhaifu ya timu yetu. Tunafeli wapi mpaka tunapata sare, tunafungwa? Lakini tunaona wachezaji baadhi wanafanya vizuri kidogo uwanjani. Hii inatokana na nini? Naamini tu ni kutokana na mechi inavyokuwa. Kama utakumbuka mara ya mwisho tumezungumza, nilikwambia mechi ya Nigeria mimi naona mazingira makubwa sana ya kupata kitu. Tofauti na mechi ya Uganda, tofauti na mechi ambavyo itakuwa mechi ya mwisho dhidi ya Tunisia. Kwa sababu mechi ya Nigeria nilikuwa naamini kwenye ule ukubwa wa wachezaji wa Nigeria walikuwa nao, kuna hiyo nyakati wanachukulia hizi timu zingine, tena especially taifa kama Tanzania dhidi ya Nigeria, ambayo ukiangalia mchezaji ni Victor Osimhen, mchezaji ambaye anacheza Afrika kama ambavyo wachezaji wetu wengi wapo, ni Nobali ambaye anacheza South Africa, lakini ukiangalia wengi wanacheza kwenye vilabu vikubwa duniani, wameshinda makombe makubwa. Namzungumza Victor Osimhen, ameshinda ubingwa akiwa na Napoli, ameshinda ubingwa akiwa na Galatasaray. Tanzania ni nani? Kwa hiyo kile ambacho kitokea kwenye mechi dhidi ya Nigeria, naamini ile commitment ingekuwepo kwenye mechi dhidi ya Uganda, naamini kungekuwa na kitu bora zaidi. Na unajua pia hata kwa wachezaji na wenyewe wamekuaga na hiyo kawaida kwamba yes, hii ni mechi ya Nigeria, huyu ni Victor Osimhen, huyu tunazungumza ni Wilfred Ndidi, unacheza na mtu kama Alex Iwobi, kuna namna ya kucheza nao na tofauti kucheza na mtu ambaye wewe unaamini unaweza kumudu, mara nyingi inakuwa kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo ambacho kinatokea ni wachezaji kutoa ile ambayo waliitoa kwenye mechi ya Nigeria. Naamini ingefanyika ile performance pale kwenye mechi dhidi ya Uganda, angalau tungepata matokeo bora zaidi. Na kitu kizuri ni sisi tulikuwa kwanza kupata goli, lakini discipline kwenye eneo la ulinzi, yes, kuna nyakati tunafungwa, tunasema ni makosa ya kibinadamu, kwa sababu nature ya goli tulilofungwa, watu nimeona wamnyosha kidole Mwamnyeto, lakini kwenye ile situation kabla ya mpira kufika hata pale ulikofika, mpira ulitoka mbali mno. Umepigwa mpira mrefu, ni kwa sababu watu hawakufanya pressing, watu hawakutia pressure kwenye mpira mpaka mtu anakuwa na maamuzi ya kuchagua wapi apeleke. Labda huenda walikuwa hawayaoni madhara kwenye kati hiyo, lakini mwisho siku chakuja kutokea ni madhara makubwa. Ni nyakati ambayo tunazungumza Nondo kwenye kutaka kufanya marking, ameteleza, kampa nafasi mfungaji wa goli, ameenda amepiga diving header, mpira umeenda kambani. Kwa hiyo tunajifunza kama taifa, tunajifunza kama timu. Mimi toka mwanzo wa mashindano nilisema hii ni AFCON ambayo sisi tunatakiwa kwenda kuongeza kile ambacho tumewahi kukifanya huko nyuma. Sio AFCON ambayo mimi nitakuja kukaa hapa na kuanza kulaumu wachezaji, nitakuja kulaumu benchi la ufundi. Ni sema ambayo tunaenda kutengeneza msingi mzuri kwenye AFCON ambayo sisi tutakuwa ni wenyeji 2027. Tumeanza kuona mwanzo mzuri. Ukitazama AFCON ambayo tumecheza 2023 ya Cote d'Ivoire ambayo wenyeji ndio walikuwa mabingwa, ukiangalia kuna baadhi ya nyakati tulikuwa shindwa kutengeneza hata nafasi. Kuna michezo miwili hatakuwa hata na attempt. Yaani sio nafasi tu, hata kwa attempt golini tumeshindwa. Lakini njoo kwenye AFCON hii unaona kuna huo utengenezaji wa nafasi, tunazungumza watu wanafanya attempt, kuna vitu vingi vinaonekana, nidhamu ya kiuchezaji pia inaonekana. Kwa hiyo naona mwanga mzuri huko tunakoelekea. Inabidi uwepo imani kwa wachezaji, uwepo imani kwa benchi la ufundi. Vinginevyo tutakuwa ni watu wa kurudia hapa tulipo leo. Kwa hiyo mimi naamini benchi la ufundi tukiendelea kuliamini inaweza kutupa kitu bora. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea kwenye mechi ya Uganda, naamini ni makosa machache tu na ni makosa ya kimchezo. Hakuna kosa ambalo unaweza ukasema yes, kuna mtu ndo amekosea mpaka sisi tunaenda kufungwa. Ni makosa ya kimchezo, ni moment ambazo ukishindwa kutumia wenzako wanatumia. Yes, first half UG wali dominate match, waliamua ni nini wanataka kitokee, ni nini wanataka kukifanya, na ulikuwa wanakuonyesha hiyo shauku, wanataka kushinda mchezo dhidi yetu kwa sababu wanaamini sisi ndo timu pekee dhaifu kwenye kundi ambayo wanaweza kubato nayo na kupata matokeo. The same sisi pia tulikuwa tunawaza hivyo kwamba hii ndo timu ambayo tunaweza kubato na tunaweza kupata matokeo dhidi nao, ni Uganda. Kwa hiyo hiyo picha ilikuwa inapeleka mchezo kuwa mgumu, na alikuwa anaweza kutumia nafasi vizuri zaidi, alikuwa na uwezekano mkubwa wa kushinda mchezo. Tunazungumza Uganda walipata mpaka mkwaju wa penalti ambao ulisababishwa na Mnoga kumvuta mtu ndani ya 18. Kwangu mimi sidhani kama ilikuwa ni bora sana kile alichokifanya, kwa sababu ukiangalia engo aliyokuwa, ni ngumu sana mtu kufunga kwenye eneo lile, ni ngumu sana. Lakini sio kwamba uwezi kufungwa, unaweza kufungwa kwenye eneo lolote la uwanja, lakini ni eneo gumu sana mtu kufunga. Lakini akaja kutengeneza mazingira rahisi zaidi ya kufungwa ni mpigaji tu mwenyewe
ameenda kupiga mahali ambako hakuna goli, mwisho wa siku imekuwa faida kwetu. Na tulipata pia nafasi ya dhahabu dakika za mwisho. Charles Mombwa kaweka mpira juu, lakini bado sio, na hatuna muda wa kulaumiana kwanza kutafuta mchawi ni nani. Kikubwa tu focus na mechi yetu ya Tunisia, tunaweza kupata chochote pia, kwa sababu kinachohitajika ni commitment tu. Tunaangalia taifa kama Mozambique imeenda kumpasua Gabon chuma 3, ni kwa sababu commitment ipo. Waangalie Kongo wanavyocheza, commitment iko hapo, sio kwamba wana wachezaji bora kuliko mataifa mengine. Angalia the way namna ambavyo wamesare na taifa kama Senegal. Senegal imejaa wachezaji bora sana duniani. Kongo wachezaji wao wengi hawachezi kwenye hizi ligi kubwa duniani, lakini commitment walionayo ndio inakupa picha kwamba hii ni timu. Kwa hiyo mimi naamini hata kwa national team yetu sisi commitment ndio kitu cha kwanza. Hivyo vitu vingine vyote vitakuja. Mbinu za mwalimu haziwezi kufanya kazi kama hakuna hiyo commitment ya wachezaji. Tunazungumza ubora wa mchezaji mmoja mmoja, huwezi kuonekana kama timu nzima haina commitment. Kwa hiyo tuna kundi la watu ambao wanaweza kutusaidia. Kwa mimi naamini AFCON hatuna namna ya kwanza kutafuta mchawi ni nani. AFCON ya kwanza kuangaliana usoni ni AFCON 2027. Tutakuwa tuna muda hapa katikati, tumejiandaa vizuri sisi kama wenyeji wa mashindano, tunajua kabisa tuna timu ya aina gani, tuna mwalimu wa aina gani, tunatakiwa kufanya nini kwenye hizi tulizopitia zote, ni nini ilikuwa ni tatizo, ni nini ilikuwa ni faida. Kwa hiyo naamini AFCON 2027 ndiko mimi nitakaa na kuanza kudai matokeo, nitaanza kudai performance kwa wachezaji na vitu vingine vyote. Lakini kwa mpaka tulipofika sasa hivi, kwangu mimi nahitaji kuona tu achievement ya kile tulichokipata kwenye msimu uliopita, tunaweza kukivuka au tunaweza kubaki kwenye standard ile ile. Tunazungumza AFCON iliyopita tulipata sare 2 dhidi ya Kongo, dhidi ya Zambia, tulifungwa na Morocco. Kwenye AFCON hii tayari tumeshapasuka dhidi ya Nigeria, tumesare dhidi ya Uganda, kuna mechi dhidi ya Tunisia. Tunaweza kupata alama 2, tunaweza kupata alama 4 au tukaondoka na alama 1. Yote yanawezekana. Kikubwa ni tusubiri mchezo uchezwe. Lakini kwangu mimi naamini performance ya timu yangu mpaka sasa hivi iko vizuri, na imani yangu bado kwa national team ya Tanzania iko pale pale. Yes. Mchezaji gani mpaka sasa hivi ana maendeleo makubwa kabisa kwenye mashindano haya kwenye maonyesho? Overall au kwa national team yetu? Timu yetu sisi inaondoka na El Capitano Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwangu mimi amenipa performance bora sana. Unajua kwenye mechi dhidi ya Nigeria watu wengi wamemzungumza sana Ibrahim Baka, lakini Nondo alikuwa na vitu bora zaidi kuliko Ibrahim Baka. Unajua Baka watu wamemzungumza kwa sababu ya marking yake kwa Victor Osimhen, lakini tukumbuke Osimhen huyo ndo ameattempt mara kibao. Osimhen huyo ndo alimgeuza mpaka foba, akapiga mpira mtu akaenda akaslide kule akaokoa. Kwa hiyo kuna nyakati watu tunachagua tu ni nini tunataka kukizungumza, lakini kwangu mimi naamini Mwamnyeto amekuwa na performance nzuri, ukizingatia kwenye klabu ya Young Africans hapati nafasi ya mara kwa mara kucheza, lakini bado amekuja kuonyesha performance kubwa kwenye mashindano. Kwa kwangu mimi kwenye national team yetu naamini Nondo Mwamnyeto amenipa kitu bora sana. Yaani kitu gani kinakosekana katika timu ya Taifa Stars ili iwe timu ambayo ya ushindani kama timu nyingine barani Afrika? Mimi naamini matumizi ya nafasi. Yaani eneo letu la ushambuliaji kuna namna haliwezi kutupa kile tunachokihitaji. Kuna nyakati unaona kabisa uwezekano sisi kushinda mechi upo, lakini tunaishindaje hiyo mechi ya mpira wa miguu? Hapo ndo unapata wasiwasi, kwa sababu angalia hata aina wachezaji tulionao. Yes, tuna mtu kama Mbwana Samata, moja kati ya wachezaji bora. Kutokuwepo tu uwanjani kuna baadhi ya vitu unaviona viendi sawa. Akiwepo kuna baadhi inakuwa ni fear factor kwa watu wengine. Hawezi kurelax kama ambavyo wangecheza na mtu kama Kelvin John, wangecheza na mtu kama Selemani Mwalimu. Kuna namna Popa anaathiri mchezo, lakini all in all bado tunahitaji Popa wengine zaidi, tunahitaji Msuva wengine zaidi, tunahitaji wakina Kelvin John wengine zaidi. Tunazungumza anakosekana Mzize ambaye mpata majeraha, lakini bado tunahitaji wachezaji. Waangalia Nigeria wameondoka na washambuliaji 9. Yaani wewe timu yako ina Victor Osimhen, timu yako ina Ademola Lookman, timu yako ina mtu kama Victor Boniface, timu yako ina mtu kama Terry Mofi. Yaani hao wote ni washambuliaji ambao wako kwenye level kubwa, wanakuja kwenye mashindano. Kwa nini sisi? Mimi naamini tunaweza kufika kwenye hizo levels. Kikubwa ni tunazalishaje wachezaji, tunatengenezaje mazingira rafiki hawa watu kwa kwenye mazingira bora. Kwa hiyo tusubiri na tuone ni nini kinakuja kutokea.